Sawa, moyo kwanza, katika moyo una hatua. Ili upandikizwe moyo kuna zile sababu nimeshazieleza. Lakini una hatua. Kwanza tunakupa kitu kinaitwa ventricular assisted device. Tunakuwekea kifaa bandia ambacho kinakuwa kina act kama moyo ili kukusogezea. Alafu baadaye sasa ni kupata moyo halisi. Sasa moyo halisi unapatikana wapi? Asante Dr. Kisenge kwa maelezo hayo. Waandishi wa habari mnakaribishwa kwa maswali. Tutakaribisha maswali 5 tu na daktari wetu ataweza kutujibu. Tutaendelea. Karibu. Asante. Naitwa Deo Kaji Makomba, natoka Radio Deutsche Welle na Focus News Tanzania TV1. Daktari Kisenge, kwanza nikushukuru kwa maelezo ambayo ni mujarabu. Na vile vile nishukuru, nilitengeneza swali kwamba serikali kupitia hii taasisi ya Jakaya Kikwete imewekeza pesa nyingi sana. Sasa nikawa na swali kwamba je, kama taasisi mnafikiria vipi kupunguza magonjwa haya? Lakini bahati nzuri umejibu kwamba tayari kuna kampeni mnakwenda kuianzisha. Sasa nina swali moja la msingi, hasa kuhusiana na teknolojia ambayo hivi sasa imefikia ni kubwa kuweza kutibu kutumia artificial intelligence, nikizungumzia akili unde, na kwamba tayari imekusha kutoa hizi huduma kwa wagonjwa. Nilitaka kujua ni wagonjwa idadi ya wagonjwa ambao wameshatibiwa kwa kufanyiwa kupitia hii njia ya artificial intelligence, na umezungumza inaitwa doze, kwa maana kwamba kuna hilo shuka mtu anaweza akafunikwa nalo hata akiwa kule nyumbani. Kipengele cha B linafanyaje kazi? Asante kwa maswali yangu haya nikijibiwa. Asante. Hongereni kwanza kwa mafanikio ambayo mmeyapata katika kutoa huduma za matibabu. Lakini naamini kwamba kwenye mafanikio hapakosi changamoto. Nataka kufahamu changamoto zilizopo. Naitwa Richard Mwekenda wa CCM Blog na kamanda wa Matukio Online TV. Kwanza hongera kwa kazi nzuri yenye mafanikio makubwa. Mimi swali langu, mmesema mtaanzisha mnatarajia kuanzisha upandikizaji wa moyo. Hiyo mioyo ambayo mtakuwa mnapandikiza inatoka wapi? Asante sana. Naweza kajibu. Kwanza nashukuru sana kwa maswali mazuri ambayo mmependa kuniuliza, lakini kusaidia si nyinyi tu na kuwasaidia wananchi kujua, kwa sababu kutumia kalamu zenu watu wanazidi kuelewa zaidi, lakini kwa nyinyi waandishi kuuliza watu wanaelewa. Hata leo tungeweka tukawaambia wananchi waulize, asilimia kubwa haya maswali yangeulizwa wananchi. Kwa hizi habari haziwafiki tu nyinyi, zitaenda kuwasaidia nani. Sasa kulikuwa kuna swali la ndugu yangu Mr. Makomba, serikali kupitia JKCA kulikuwa kuna swali la teknolojia ya artificial intelligence, ambao ni kiasi gani cha wagonjwa ambao wamehudumiwa kwa kutumia mfumo wa doze. Mpaka sasa hivi mfumo huu tangu tuweke una mwaka mmoja na tumesha wahudumia wagonjwa 100. Ni mfumo wa ufuatiliaji wa maendeleo ya mgonjwa baada ya kupata matibabu, ili kupunguza vifo vinavyoweza kutokea kutokana na magonjwa ya moyo. Magonjwa ya moyo huwa yanatokea kwa watu wakipata moyo kwenda kasi sana, tunaita arrhythmia, ndio vinawaua sana watu. Nadhani waandishi wa habari mmeshawahi kusikia mtu ameenda hospitali, amerudi nyumbani kapitiliza kitandani. Hiyo inatokea sana. Sasa na zinatokea wiki 2 au mwezi mmoja baada ya kupata yale matibabu ya upasuaji. Kwa hiyo sisi kwa kujiongeza taasisi tukaona twende na mfumo mpya wa kuhakikisha kwamba tunalinda watu wasipoteze maisha yao. Ndio tukaweka hiyo mfumo unaitwa doze. Na mpaka sasa hivi
wagonjwa 100 wameshafaidika. Lakini cha zaidi ni mgonjwa mmoja ambaye yule kama sio hii doze leo tusinge kuwa naye. Alienda na mapigo ya moyo yalikuwa zaidi ya 150 kwa saa. Maana yake nini? Huyu asingeweza kuishi zaidi ya saa moja. Lakini alifatwa na ambulance akaletwa, bahati nzuri alikuwa pale Dar es Salaam, na akafanywa kitu kinachoitwa cardioversion, yani tunamshock kurudisha mapigo yake kurudi kwenye njia. Ameokoka na mpaka sasa hizi yuko na familia yake wanaendelea vizuri. Kwa hiyo ndio advantage ya haya nani. Serikali kupitia JKCI na mpango gani wa kupunguza haya magonjwa ya moyo, ili nilishakujibu na tunaenda kampeni. Lakini JKCI nadhani katika taasisi ambayo inakuwa mara nyingi na waandishi wa habari ni JKCI, tumekuwa tunatoa elimu sana ya haya magonjwa, na ndio maana sasa hivi awareness imeongezeka sana kwenye masuala ya moyo. Tunamshukuru mwenzangu Profesa Janabi, nadhani mlikuwa mnamsikia sana, alikuwa anaongea sana masuala ya lishe, na alikuwa pale JKCI, na tumeendeleza huo mwendelezo. Na mimi Dr. Kisenge nakuja na kampeni maalum inaitwa Jua Namba Zako. Sasa hii tutaomba tuhakikishe tunaitrendisha sana kwenye vyombo ili ipunguze haya magonjwa. Kulikuwa kuna swali ya changamoto ambazo tunazipata. Ni kweli. Doze ni shuka ambalo linawekwa. Sasa lile shuka limetengenezwa na artificial intelligence au akili munde. Yenyewe inachukua uwezo wa kujua blood pressure yako. Imewekwa vitu ambavyo vinatambua blood pressure yako, oksijeni yako, mapigo yako ya moyo pamoja na jinsi unavyopumua. Tunaita respiration rate. Jinsi unavyopumua hivi unapohema kutoka na nje. Kwa mtu mzima tunataka isizidi 22, kwa mtoto isizidi 40. Kwa hiyo ukizidisha hapo tunajua kabisa umepata shida labda ya kifua na vitu kama hivyo. Sasa ili shuka ina hizo gadget ambazo zinaitambua blood pressure yako. Ni kama vile siku hizi kuna simu saa ukivaa inakueleza mapigo yako ya moyo. Nadhani kuna baadhi hata nyinyi mnaweza mkawa nazo. Sasa kwa muundo huu imetengenezwa hivyo hivyo, inapima pressure zako, inatuambia na inapeleka information hata kwenye simu yangu. Kwa mimi naweza nikichukua ile link, naweza nikiwa nyumbani kwangu nikajua mgonjwa wangu Athumani namuona kwenye simu pale, oksijeni yake iko 90, iko 88. Kwa hiyo naweza nikaiweka kwenye simu yangu au nikaiweka kwenye screens za hospitali ambapo manesi wana monitor. Na JKCI tuna kitengo maalum ambapo nesi anakaa pale muda wote tu anawaangalia wale wagonjwa wakiwa nyumbani. Hatuoni sura ya mgonjwa. Tunachokiona ni oxygen, tunaona blood pressure, tunaona hizo pulse rate zake na respiration rate. Sasa hizi ndo tunazoita vital signs. Hata ukiwa umelazwa ICU, ukiwekwa kwenye monitor, ndio hizo vital signs tunazoziangalia. Ndio zinatuambia kwamba pressure yako imeshuka, unataka kupoteza maisha. Ni vital sign. Ndio vitu hizo ndio kind of things tunazozitumia. Kulikuwa kuna swala la wagonjwa wangapi wamefaidika, nimeshalitaja. Nini kinachosababisha ongezeko la shinikizo la damu? Ni mtindo wa maisha. Ulaji ovyo, hatufanyi mazoezi. Unakula lakini unakuta mtu anakula, hakuna mazoezi, hana activity yoyote. Kwa hiyo anajikuta anaongezeka, anatumia wanga mwingi sana, hakuna mazoezi at all. Kwa hiyo hili na uvutaji wa sigara, pombe hilo kifiri. Juzi tulikuwa tunaongelea masuala ya uvutaji wa shisha. Unakuta shisha zimeongezeka kila mahali. Sasa hivi vyote vinaenda kuchangia, hizi chemicals zinaweza kuchangia karibu mishipa ile ya damu na kuchangia watu kupata shinikizo la damu. Kwa hiyo wananchi wakifanya mazoezi, exercise at least mara 3 katika wiki litasaidia sana kupunguza haya magonjwa ya moyo. Kulikuwa kuna swali la Jacqueline, kwa nini
nchi maskini zinaongoza katika masuala ya magonjwa ya moyo. Ni kweli nchi hizi zilizo na kipato cha chini, kwanza kwa sababu kugundua matatizo inakuwa yanachukua muda mrefu kwa sababu vifaa vipo, hakuna taasisi kama hizi za JKCI au miundombinu, vifaa hamna. Kwa hiyo wale watu wanakuja kugundulika at the late stage. Wenzetu kwa nchi za Europe na Marekani, mtu anaweza kugundulika akiwa kwenye tumbo la mama kwamba ana tundu. Kwa hiyo wanarekebisha mapema. Kwa hiyo unakuta magonjwa ya moyo hasa haya ya kuzaliwa nayo yanapungua kwenye zile nchi ambazo zimeendelea. Nchi ambazo hazijaendelea, mtu anazaliwa ana tundu la moyo, wakati wenzetu wanaweza kugundua. Nini JKCI imefanya? Sasa hivi tayari tumemfundisha daktari mmoja ambaye anaweza kufanya kitu kinachoitwa fetal echocardiogram, ambapo ukiwa na mimba, daktari huyu atakufanyia ile echo na kugundua mtoto wako ana tundu na kuweza kuandaa jinsi atakavyozaliwa na kulirekebisha lile tunda mapema. Sasa na tunataka tuongeze hao wataalamu wao wengi ili wamama wakiwa na mimba waweze kugundulika. Lakini vile vile lishe nayo ni changamoto. Watu wanakuwa na mimba, anakunywa pombe, hali vyakula vyenye folic acid, anazaa mtu mwenye tundu la moyo. Kwa hiyo hili ni shida ambayo tunaiona sana kwenye hizi nchi ambazo zinaenda. Kwa hiyo taasisi ya moyo kushirikiana na wenzetu Wizara ya Afya tunaendelea kuhakikisha tunaongeza hichi kitengo, na hivi juzi Mheshimiwa Waziri amemteua mtu ambaye atakuwa anatoa elimu mbalimbali. Imewekwa ile director ya kutoa elimu kwa wananchi ili watu wapate ufahamu zaidi na kuwapunguza haya magonjwa. Kuna swala la vitengo, hizi branches zimeshaanza. Katika miaka hii mitatu nimewaambia tumeshafungua hizo branches zaidi ya 7 na ndio tunaelekea. Nia yetu sisi katika mpango mkakati tuliojiwekea ule wa miaka 10 ni kuhakikisha kwamba tuna vituo vya moyo kwenye mikoa yote. Na ukiangalia kasi yetu kidogo ipo tuna kasi kweli kweli. Tuna kasi kubwa sana ya kuhakikisha kwamba tunaweka. Nia yetu ni kuhakikisha kwamba hakuna Mtanzania anapata matatizo, kwa sababu matatizo ya moyo ni haraka sana. Moyo ukiziba mishipa, tunatakiwa katika masaa 2 tu tumesha uzibua huo mshipa wako ili usipoteze maisha. Kwa hiyo hakuna njia ya mkato, ni kuweka hizo branch na kuweka hizo cat lab ili tuweze kusaidia. Lakini njia ambayo ni rahisi zaidi, ambayo haina matumizi makubwa, ni ya hii jua namba zako, kujikinga na magonjwa ya moyo. Kulikuwa kuna swali la kutoka wenzetu wa Channel 10, ilikuwa ni mataifa gani ambayo mpaka sasa hivi hatujafungua tawi lolote kwenye taifa lolote. Tunafanya ile feasibility study ya kufungua, na nchi ambazo tumeziangalia kwa kuanzia ni either Komoro, Kongo na Afrika ya Kati. Kwa hiyo kuna watu wamepewa hiyo kazi ya kuangalia, je, tukifungua hilo tawi litakuwa na litatupa nani gani. Kwa hiyo tunaenda kisayansi kidogo katika kufungua haya matawi. Kwa hiyo kuna watu wanafanya hiyo feasibility study na tutalitoa ripoti alafu tutafungua. Lakini maana yake nini kufungua haya matawi? Tunachotaka ni kuchangia tiba utalii. Na hizi hela zitakazopatikana zitaenda kumrudia yule mtu maskini kabisa ambaye hana uwezo. Sisi pale JKCI kila mwezi tunasamehe zaidi ya milioni 200. Kwa hiyo tunachotaka ni kuimarisha tiba utalii, tupate hela ili wafaidike wananchi wasio na uwezo. Yaani JKCI tunataka wananchi wasio na uwezo. Isiwe tena unakuja unawaza kwamba mimi operation yangu milioni 12 nitaipata wapi hela. Tukwambie milioni 12 zipo na unatibiwa. Na ndio Mheshimiwa Rais anataka kuwapa wananchi matumaini. Ndio kitu tunachokifanya. Karibu. Yes. Sawa. Kuna swali ambalo yes, changamoto.
Changamoto ni kweli, unapokuwa na taasisi kubwa na jinsi tunavyo expand, tunahitaji kuwa na rasilimali watu na magonjwa yanaongezeka kwa kasi, na kila siku unavyokuja na mitambo mipya na magonjwa yanagundulika kwa haraka. Kwa hiyo kwanza ni ukubwa wa tatizo unaongezeka. Ukubwa wa tatizo, tulivyoanza tulikuwa tunaona pale outpatient wagonjwa 400. Sasa hivi tunaona wagonjwa 1500 kwa siku. Kwa hiyo maana yake nini? Ukubwa unaongezeka. Kwa hiyo jinsi tunavyoongezeka, awareness inavyoongezeka, watu wanaongezeka. Kwa hiyo inahitaji kuwa na rasilimali ya kutosha. Kwa hiyo ndio hiyo ndio changamoto ambazo tunazozipata. Lakini kingine ni gharama. Gharama ya matibabu ya moyo ni ghali sana. Kuna operation zinazoenda mpaka milioni 29. Na hamna Mtanzania na kuwekwa betri ile tunaita CRTD ni milioni 29. Na ndio maana nichukue nafasi hii kuomba wananchi kwa kutumia wajiunge na bima ya afya kwa wote. Si rahisi kuwa na milioni 29 mfukoni, hata kama umeajiriwa au hata una biashara. Kwa hiyo ukijiunga na bima, ina maana itakuwa imetupunguzia gharama kubwa, ili misamaha isiyo mingi, watu wawe na bima ya afya. Kwa hiyo changamoto kubwa tunayoiona ni gharama za haya matibabu, lakini kwa taasisi pekee inayotibu magonjwa ya moyo, bado ile supply chain kupata vifaa navyo inachukua muda, hasa kipindi hichi mfano cha vita, unaagiza vitu vinachelewa. Kwa hizo ndio vitu ambavyo tuna sasa jinsi ya kutatua, tumejitengenezea mikakati mbalimbali ya kufanya utatuzi, na ndio maana tunamshukuru Mheshimiwa Mchengerwa amekuja na kwamba anataka kuweka viwanda hapa nchini. Changamoto kama hizi zimetokea, ni rahisi kupata vifaa hapa nchini. Kwa hizo changamoto ni ya vifaa, rasilimali watu, lakini ukubwa wa tatizo unazidi kuongezeka. Sawa. Swala la heart transplant. Sawa. Moyo kwanza, katika moyo una hatua ili upandikizwe moyo, kuna zile sababu nimeshazieleza. Lakini una hatua. Kwanza tunakupa kitu kinaitwa ventricular assisted device. Tunakuwekea kifaa bandia ambacho kinakuwa kina act kama moyo ili kukusogezea. Alafu baadaye sasa ni kupata moyo halisi. Sasa moyo halisi unapatikana wapi? Unapatikana kwa mtu ambaye tayari yeye alishajitolea kutoa moyo wake. Na hii iko hivi, ni kwamba wenzetu kule zile nchi ambazo zimefanya heart transplant, tayari awareness inakuwa kubwa. Kuna watu mfano amepata labda brain death, amepata ajali, kichwa kimeharibika kabisa, si ndio? Yule mtu anakuwa anasema nikitokea labda mimi nikapata accident, brain death, moyo wangu umsaidie mtu asiye kuwa na uwezo. Au mwingine akawa labda na shida fulani ambayo labda kansa au kitu fulani, lakini moyo hauna shida, anajitolea mwenyewe, anasema kwamba moyo wangu huu kwa sababu siwezi kusurvive kwa njia nyingine, moyo wangu huu umsaidie mtu mwingine ili aweze kusurvive. Kwa hiyo ni kwanza heart transplant, ndio maana tumeijipa miaka mingapi? 5. Inahitaji kuwa na sheria, inahitaji kwanza uelewa wa wananchi. Sawa. Nchi kama Marekani, waiting list ya transplant inachukua paka zaidi ya miaka 5-6. Unasubiria kupata nini? Moyo, kwa sababu si kitu rahisi. Lakini jinsi teknolojia inavyokuwa, sasa hivi wamegundua hiyo ventricular assisted device ambayo inakusogezea maisha. You never know. Teknolojia inaenda kwa kasi. Baadaye lakini kuna research zinaendelea za kuja kupata hata baadhi ya wanyama ambao wanafanana na binadamu labda kuja kutumia mioyo yao. Kwa hiyo ni vitu kama hivyo vinatokea.